Je, umewahi kujiuliza maisha ya mwanadamu yangekuwaje kama yangekuwa yanaishia tu kaburini? Hakuna tumaini la kesho wala uzima mara baada ya kuwa umefariki. Mgogoro umetatuliwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na ndio somo la leo. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa uzuri wa Wakorintho wa kwanza 15, ya kwamba wote tunaoamini Kristo alikufa na akafufuka, na sisi tuna uhakika wa kufufuka hata kama mabaya yakitupata tukaiaga dunia hii. Jina lako litukuzwe. Mwalimu mwema, ukatufundishe katika somo la leo, katika jina la Yesu, amen. Faida 2 za somo la leo. Usifanye vitu ambavyo havina faida. Usipende kujifunza vitu ambavyo kwako havina faida. Faida ya kwanza, somo hili litakupa msingi wa kimaandiko na kihistoria. Kwa nini kama unamwamini Mungu, Yesu Kristo alikufa na kufufuka kwa ajili yako, kifo sio tangazo la mwisho wa uwepo wako. Lakini jambo la pili, litakupa tumaini ya kwamba hata utakapokufa na mwili huo wenye kuharibika, Yesu anapokuja mara ya pili utafufuka na kuvaa mwili usioharibika. Kabla tujaanza jambo la kwanza, tuangalie nini tatizo. Kanisa la Wakorintho lilikuwa mahali ambapo limeathiriwa sana na filosofia za nje ya kanisa, kama ambavyo makanisa yetu ya sasa yameathiriwa na muziki ya dunia, yameathiriwa na siasa za kidunia, yameathiriwa na elimu za kidunia, mitandao ya kijamii. Vitu vingi vimeingia ndani ya kanisa na kulivuruga kidogo. Moja ya kitu ambacho kilisumbua kanisa lilishambuliwa na shambulio ambalo lilienda kugonga kabisa uti wa mgongo wa uwepo wake. Nje ya kanisa, wanafilosofia wa Kigiriki na jamii ya ujumla ilikuwa na imani ya kwamba mtu akifa ndio mwisho wake, na waliamini ya kwamba mwili unaouona ni kama, ushaona karanga, ganda la karanga ambalo ndani yake imo karanga. Kwa hiyo unapokufa, ile soul, ile nafsi yako inatolewa ndani ya lile ganda, inaenda mahali bora, alafu hili mwili unaloliona linatupwa tu na itakuwa talichomwe moto, halina issue. Yaani mwili ni kama kasha la kubebea nafsi ya mtu. Kwa mtu anapokufa, mwili hauna issue, nafsi inaenda mahali fulani. Hivi ndivyo waliamini, na upagani huu ulisambaa kiasi kwamba baadhi ya maeneo duniani watu waliamini unapokufa basi huu mwili tu uchomwe moto, maana kazi yake ya kubeba nafsi imeisha na nafsi imeenda mahali fulani kule, mahali ambako kusikojulikana. Fundisho hili likagonga kwenye uti wa mgongo wa uwepo wa kanisa, kwa sababu miongoni mwa waumini wa kanisa la Korintho waliweza kuamini upotofu huu. Sasa walienda mbali, wakafikia hatua ya kuamini kama ndivyo ilivyo, basi hata Yesu wetu tunayemwamini hakuwahi kufufuka. Mwili tu lilibaki kule na nafsi kaenda mahali fulani. Ndio tunajifunza kwamba hilo fundisho limeathiri makanisa mengi hata ya sasa, na ziko dini zinashambulia ufufuko wa Yesu, na Wakristo wengi wamekuwa na wasiwasi. Kwa leo tunataka tuweke msingi kabisa, tukite miguu na mizizi chini, kama ambavyo Mungu alilisaidia kanisa la Korintho aweze kusaidia wewe katika kweli zifuatazo 4. Jambo la kwanza, kufufuka kwa Kristo ni tukio halisi la kihistoria, sio vitu vya kutungwa, na ndiyo nguzo kuu ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 3 mpaka 4. Injili ya kweli inategemea, injili yoyote ya kweli inategemea, imebebwa na ukweli wa kwamba Yesu alikufa, alipigwa, akafa msalabani, akazikwa 2, lakini 3, siku ya 3 Yesu alifufuka. Na hakufufuka tu kama mnyonge hivi yule Nazareti, sijui wa Nazareti wa Kapenaumu anatembea akiwa mnyonge. Alifufuka
kisha akatoa utukufu na nguvu na uweza na mamlaka na kila kitu mbinguni na duniani kikawekwa chini yake. Hili tukio ni tukio halisi. Usije ukababaishwa na maneno mengine yoyote nje ya haya ninayokuelekeza. Jambo la pili, katika sehemu ya kwanza, ufufuo wa Yesu haukuwa ufufuo wa siri. Ilikuwa ni tukio la wazi ambalo Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 5 mpaka wa 8 anasema hivi: moja, aliwatokea wanafunzi 12. 2, alimtokea Kefa ambaye ni Petro. 3, akawatokea na wanafunzi wengine mbalimbali. Yesu aliyefufuka sasa zaidi ya 500. Alafu akamtokea na Yakobo. Yakobo huyu ni ndugu yake ambaye ni mtoto wa baba yake kabisa, yule wa kibinadamu Yusufu, ambaye walikuwa wanakaa naye, walilala naye, waliishi naye, alikuwa anasaidiana kwenye useremala huko, lakini naye akathibitishiwa, niliyefufuka ndio mimi Yesu nilikuwa nakaa na wewe. Lakini kama haitoshi, Paulo ambaye ni mtume mdogo kuliko wote, kwa maana hata hakuwepo wakati wa Yesu, huyu Yesu alimtokea katika njia inayoelekea Dameski. Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Kwa hiyo inathibitishwa kihistoria. Biblia inasema neno linathibitika kwa neno la mashahidi tu kama wawili, lakini mashahidi zaidi ya 1000 walishuhudia na kumwona Yesu aliyefufuka. Hii inatupa ushahidi mkubwa na ya kwamba Yesu alifufuka katika mwili. Jambo la pili, bila Yesu kufufuka na kuamini ya kwamba Yesu alifufuka, Ukristo hauna maana kabisa. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 14 mpaka 18. Na kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Na kama sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alipofufuka lilikuwa ndio utimilifu wa tukio la kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mtu yoyote atakayekutana na wewe akakwambia Yesu hakufufuka, maana yake dini yoyote inayosisitiza kwamba Yesu hakufufuka ni dini inayowafunga wafuasi hao katika vifungo vya dhambi, kwamba wao hakuna ondoleo la dhambi. Maana hakuna ondoleo la dhambi isipokuwa damu imemwagwa, na damu iliyomwagwa ni damu ya Yesu pekee. Ndio Mungu aliyochagua hiyo njia pekee ya kumwokoa mwanadamu kutoka katika dhambi, ni kupitia damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ndio mzizi wa maisha ya ushindi kwa mtu yote anayemwamini Mwenyezi Mungu. Nje ya hapo umepotea, nje ya hapo umepotea. Mungu atusaidie tuweze kuamini na tuepuke uongo unaoendelea katika dunia hii. Ufufuo ndio unaomtofautisha Yesu na wanadamu wengine wema wengi ambao walikufa na wakafufuliwa, yawezekana, ukimfanya kuwa mwokozi pekee mwenye uwezo wa kuokoa. Lazaro alikufa, akafa siku 4, akawa ameoza, Yesu akamfufua. Binti wa Yairo alikufa, akafufuliwa. Kijana wa mama mjane wa Naini alikufa, akafufuliwa. Wote hawa walikufa wakafufuliwa na Yesu. Lakini kwa nini tusemi hawa ndio msamaha wa dhambi wetu? Hawa walikufa wakafufuka wakaendelea kuishi, lakini baadaye walikujaga wakafa tena. Lakini Yesu, kitabu cha Ufunuo 1 anasema, mimi nilikuwa nimekufa na tazama ni hai milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Yohana anasema, nami nilipomwona Yesu aliyefufuka, na nilianguka nikawa kama mtu aliyekufa. Maana alikuwa na ng'aa utukufu, mwenye uwezo mkubwa, mwenye kumelemeta, mwenye nguvu na uweza. Akasema, tazama
simba wa kabila la Yuda. Mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Alipoona hiki kitu Paulo, huyu anaitwa Yohana wa kisiwa cha Patmo, alikuwa kisiwani amepoteza matumaini. Kusoma kitabu cha Ufunuo anasema wala hakuna bahari tena, mwishoni kule 20:21, hakuna bahari tena. Sio hakuna bahari mbinguni, ni kwamba katika maisha yake baada ya kumwona na kumwamini Yesu aliyefufuka mwenye utukufu na nguvu na uweza, akaona vizuizi vyote kwenye maisha yake havipo tena. Hakuna kizuizi, ikiwemo kizuizi kifo. Jambo la tatu, ufufuo wa Yesu ni dhamana ya uzima mpya na mwili mtukufu wa siku ya baadaye. Mdhamini wa uzima wako baada ya uzima huu wa mpito ulionao ni kufufuka kwa Yesu. Ndio maana Ibilisi anashambulia hapo. Hata Wakristo wengi wana mashaka na habari za Yesu. Hata Wakristo wengi wana mashaka na nguvu ya kufufuka kwa Yesu. Ngoja nikwambie, ufufuo wa Kristo Biblia inaita ni malimbuko yanayohakikisha kuwa waaminifu wote waliokufa watafufuka na kuishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza 15:20-23. Ufufuo wa Yesu ni malimbuko. Malimbuko ni nini? Malimbuko ni first fruit. Kama umelima shamba lako, kama unafanya project yoyote, ile faida ya kwanza inaitwa malimbuko. Yale mazao ya kwanza utakuwa ya chuma kabla hujafanya chochote, yaitwa malimbuko. Sasa katika Agano la Kale, kisoma kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi 23 nafikiri, malimbuko cha kwanza unachokipata kwenye biashara zako, kwenye mishahara zako, kwenye mazao yale ya kwanza, anasema yalikuwa yanakwenda kutolewa kwa kuhani, yanatolewa kama sadaka kwa Bwana. Sadaka ile maana yake ilikuwa ni nini? Ni kwamba ninamkabidhi Yehova vya kwanza, yani cha kwanza changu namkabidhi Mungu. Ni ushahidi ya kwamba yajayo yanafurahisha. Huyu Mungu nayempa hivi vya kwanza, natambua ya kwanza ya kwamba mengi yanakuja. Kufufuka kwa Yesu katika nguvu na uweza na utukufu wake kunatupa uhalali wa sisi wengine wote tuliokufa, tutakaokufa, ya kwamba mazao ya kwanza ya mtangulizi wetu amefufuka katika utukufu na mwili uliobadilishwa. Hata sisi tunakwenda kufufuliwa. Mwisho wangu si kaburi, kuna maisha baada ya kaburi, tutafufuliwa. Yesu ni malimbuko, ni mzao wa kwanza, ni sampo iliyofufuka na kutuhakikisha sisi wengine wote ambao tutamfuata na kumwamini ya kwamba tutafufuliwa. Si swala la kubahatisha, ni swala ambalo ni hakika kabisa kama unaamini. Mwili wetu wa sasa wenye udhaifu unaoharibika utabadilishwa na kuwa mwili mpya, mwili wenye utukufu, mwili wenye uwezo. Sasa sikiliza, ngoja nikwambie. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 42-49 anasema tutafufuliwa. Utafufuliwa. Usiogope kumtumikia Mungu kwa sababu watu wataumiza moyo wako. Usiogope kwa sababu utapigwa ufe. Nimeona dada mmoja anahubiri mahali fulani kutumia spika mtandaoni huko mitaani, jamaa mmoja akamchapa fimbo, mzee mmoja akawa anamchapa bakora ule dada. Maumivu hayo, mwili wenye kuumia unakuja kubadilishwa. Na nikupe siri nyingine. Kuna ndugu yako yawezekana umempoteza, au hata wewe siku zijazo wenda Mungu akaruhusu upumzike. Distance, umbali kati ya siku yako ya kufa na siku yako ya kufufuliwa, sisi tulio hai ndio tunaona umekaa muda mrefu, lakini wewe muhusika itakuwa ni kama unamwamsha mtu aliyelala. Fulani amka. Yaani ukishtuka ni kama vile ulikuwa umelala sekunde tu, na Mungu anakuvisha mwili upya usioweza kuwa na madhara. Anasema huu uharibikao utavaa kutokuharibika, nasi tutamlaki Yesu mawinguni. Na ndio maana alipigwa
mgongo ukachanwa na zile katororo, zile bakora za Kiyahudi, akavunjwa mbavu zake, moyo ukachomwa na mkuki, akateketezwa mwili wake. Alikuwa ni kama tambara la deki. Yesu amevurugwa mwili wake akiwa msalabani, akiwa amekatwa, amepondwa, amekuwa teketeke asiye na maana, lakini alifufuka akiwa na mwili wa utukufu. Hata wewe Yesu atakufufua. Na si kweli kwamba unapokufa kuna kitu kinaitwa nafsi kinaenda kukaa sehemu ambacho sasa akihitaji mwili ambacho kinausubiri mwili. Si kweli. Mwanadamu mavumbi, hakika mavumbini utarudi, lakini kwa kupigwa kwake Yesu Kristo, kila aliyeingia katika mavumbi Mungu atamfufua na kumbadilisha na kukupa mwili mpya. Jambo la mwisho, ushindi dhidi ya kifo utakamilika wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 51 na 52. 51, 52. Anasema, angalieni nawaambia ninyi siri hii, hatutalala sote, lakini tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, tunautunza sasa. Usije ukaingia zile mitego za kibinadamu wanazosema mwili utabadilishwa kwa kunywa bia, lewa, fanya uzinzi, kaa ovyo, usijijali. Tunajijali tu kama ni mahali ambako Mungu anakaa. Kama mahali anakaa lazima tupatunze, tukiandaa kwa ajili ya mabadiliko mapya ambayo Mungu atatubadilisha, kufumba na kufumbua. Tutakwenda kuona mambo ambayo macho hayajawahi kuona, masikio hayajawahi kusikia. Ni vitu ambavyo ni vya ajabu sana ambavyo Mungu wetu wa mbinguni ametuandalia. Kwa wanaolala katika Kristo, kifo ni usingizi wa muda mfupi tu ambao nukta inayofuata baada ya kifo ni kumwona Yesu akija kwa ushindi, akija kwa utukufu mkubwa. Mwisho, ufufuo wa Yesu sio tukio la kidini au tukio tu la kihistoria. Ni uhakika wa ulinzi wa maisha ya mcha Mungu katika siku tulizonazo sasa. Ni ushindi dhidi ya dhambi, ni ushindi dhidi ya nguvu za giza na mateso ya Ibilisi. Ni uhakika wa kuishi maisha mapya bora ambayo Mungu ametuandalia baada ya safari zetu za hapa duniani. Maana sisi ni kama maua, tunachanua na kusinyaa. Sisi tu wageni na wapitaji, lakini wenyeji wetu uko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi, Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo usije ukakata tamaa na maisha eti kwa sababu kuna tishio la kufa kwenye maisha yako. Usije ukakata tamaa na maisha kwa kupoteza wenzi wako. Usije ukakata tamaa na maisha kwa sababu tu aniaminie mimi, Yesu anasema yu na uzima wa milele. Amevuka kutoka mautini na kuingia uzimani. Yoyote aliyenipa Baba sitamtupa nje kamwe, nami nitamfufua katika siku ile ya mwisho. Kitabu cha Ufunuo 21. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa na mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, surprise, behold, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, na atafanya maskani naye pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Naye aketie juu ya kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika maneno haya, ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, wa mwanzo na wa mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu chemichemi ya maji ya uzima
bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Je, unasema na mimi na achana na upotofu wote wa kuamini ya kwamba mambo ya Yesu ni mambo ya kidini ya kinadharia, ni mambo ambayo yanakwenda kunipa ushindi dhidi ya dhambi, ni mambo ambayo yanakwenda kunisimamisha katikati ya mikiki, kukuru, kakara na vurugu za dunia hii. Yesu, ninakupenda. Unasema nahitaji uweze kuwa Mungu wangu na Bwana wangu. Nahitaji siku ambapo utakaposema tazama nayafanya yote kuwa mapya, na mimi niwepo katika siku ile. Lakini unasema katika maisha yangu ninapokumngojea Yesu kuna vitu bado haviko sawa. Wewe ambaye umesema utayafanya yote kuwa mapya, ninaomba unifanyie mengine haya ya kwangu ya kawaida ya duniani sasa, wakati ninasubiri yale mazuri. Maana nasema mtapata mara 100 hapa duniani na zaidi katika uzima wa milele. Ikiwa ni tamanio lako na una hoja, unahitaji Yesu aliyefufuka, Alfa na Omega, mwenye funguo ya kuzimu na mauti, mamlaka zote, vitu vyote vya mbinguni vya duniani, iwe usultani, ukuu, madaraka, vyote viko chini yake. Unataka kutendea jambo kwenye maisha yako katika siku ya leo, basi ufumbe macho, tuombe kwa ajili yako. Baba, asante kwa ajili ya Yesu. Asante kwa ajili ya mamlaka uliotupa, power of attorney, mamlaka ya kisheria ya kutumia jina lilo la Yesu aliyefufuka, jina lenye nguvu na mamlaka na uweza kubadilisha hali inayotuzunguka, kutumia jina lako kutamka mambo yakatokea katika maisha yetu. Lakini tunakushukuru sana kwa zawadi ya uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Asante kwa neno la tumaini ya kwamba hata kama tukifa, hata kama ukaruhusu tukaondoka katika dunia hii, Bwana utatufufua katika ufufuo ule utakapokuja mara ya pili. Mwili huu hata kama kwa ajili ya Injili utaonekana kuwa dhaifu, hata kama kwa ajili ya kukupenda Yesu tutapitia nyakati ngumu, hatuna wasiwasi, kwa sababu Mungu mwezeshaji, Mungu mwenye nguvu utatubadilisha na kutuokoa. Ninaomba niombe kwa ajili ya mtoto wako Baba, kama anapitia changamoto yoyote ya afya, magonjwa, taabu na shida, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ugonjwa huo ninauamuru umwachie mtoto wako, endelee kukuabudu akiwa na nguvu tena. Ugonjwa huo uondoke kwa jina la Yesu. Na kama anateswa na kila nguvu ya kale kajamaa kaadui kalikoshindwa na kugalagazwa katika msalaba wa Kalvari, ninamtamkia ushindi kwa jina la Yesu. Kama ni majini, kama ni kulogwa, kama ni kalaana vya ukoo, katika jina la Yesu na vitangaza kuwa vyote vimekufa na kuisha tangu sasa. Mtoto wako yuko huru. Ninamwombea Mfalme wa amani, ukamlinde na mapotofu ya dunia hii, asije akashikilia vitu vya kijinga ambavyo haviwezi kumwokoa, akashikilia akaamini watu ambao wamekufa hawakufufuka, akamwamini Yesu aliyefufuka, ambaye anasema tazama niko pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari. Mungu kamwonekanie. Kama ni madeni Baba yaondoe kwa jina la Yesu. Kama ni mgogoro ya ndoa takasa kwa jina la Yesu. Kama ni mwenzi wa maisha mpatie kwa utukufu wa jina lako. Mtendee mambo makubwa, apate muonekanie katika maisha yake. Mkono wako ukawe juu yake, juu ya kazi zake, juu ya biashara zake, juu ya utafutaji wake. Anapoomba Bwana akakuone katika utukufu wako. Ninakushukuru maana umetenda. Asante Mungu unayetupenda. Ninaomba haya nikiamini katika jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi na mwombezi wetu. Amen.